moja ya mikoa muhimu nchini Tanzania inayochangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kupitia takwimu rasmi kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, tutajifunza kuhusu idadi ya watu, ushirikiano wa nguvu kazi, pamoja na mchango wa mkoa wa Mbeya katika pato la taifa. Mkoa wa Mbeya una jumla ya watu takribani milioni 2.62 kwa mujibu wa makadirio ya mwaka 2025. Kati yao 48% ni wanaume, huku 51.5% wakiwa wanawake. Hii inaonyesha kuwa wanawake ni wengi kidogo kuliko wanaume katika mkoa huo. Takwimu zinaonyesha pia kuwa ifikapo mwaka 2026, kati ya watu 100 wenye umri wa kufanya kazi, watu 81 watategemea msaada kutoka kwa wengine. Hata hivyo, hali hii inatarajiwa kuboreshwa na kufikia watu 56 ifikapo mwaka 2050, jambo linaloashiria kuongeza kwa nguvu kazi na fursa za uzalishaji. Mbeya ni miongoni mwa mikoa inayochangia kwa kiwango kikubwa katika uchumi wa Tanzania. Mwaka 2024, mchango wa mkoa wa Mbeya katika pato la taifa ilifika takriban shilingi trilioni 20.85. Aidha, mkoa huu ulichangia takriban 5.5% ya pato la taifa, jambo linaloonyesha umuhimu wake katika maendeleo ya kiuchumi kwa ujumla. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi mwaka 2022, 84.8% ya watu wenye uwezo wa kufanya kazi walikuwa wanashiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Kwa upande wa jinsia, wanaume wakiwa na ushiriki wa 86.6%, huku wanawake wakiwa na 83.2%. Hii inaonyesha kuwa wananchi wengi wa Mbeya wanashiriki katika uzalishaji na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Sekta inayoongoza katika ajira mkoani Mbeya ni kilimo. Takriban 60.6% ya wanaume na 64.9% wanawake walioajiriwa wanaojihusisha na kilimo. Katika sekta ya biashara, wanaume ni 26.2% na wanawake 21.8%. Katika sekta ya umma, wanaume 3.9% na wanawake 2.5%. Kwa upande wa shughuli za kaya, wanawake wanaongoza kwa 10.8%, ukiwa na idadi kubwa ya watu, ushiriki mkubwa wa nguvu kazi, mchango wake katika pato la taifa. Mkoa huu una nafasi kubwa ya kuendelea kukua kiuchumi. Kadri uwekezaji katika sekta ya kilimo, biashara na sekta nyingine inavyoendelea kuongezeka, Mbeya itaendelea kuwa miongoni mwa mikoa inayoongoza katika maendeleo ya taifa. Mimi Naila Kyando, ulikuwa nami msomaji wako Naila Kyando.